Majina naitwa Robert Wallace Mkelo, ni dereva wa daladala za Tanga, Amboni kuelekea Mabokweni. Sisi kero hii katika swala la upandaji wa mafuta kwa kweli ni changamoto kwetu, kwa sababu mafuta yapo juu sana, lakini swala la nauli iko vile vile. Nauli ni 600, nauli ni 800. Yaani nauli hii iliyopo na upandaji wa mafuta kiukweli haitukizi sisi kama madereva, haitukizi kabisa. At least hawa wahusika wa masuala haya ya mchakato huu wa nauli, na hisi litakuwa na wenzetu wa LATRA, ndugu zetu wa LATRA, waangaliangalia hili nalo kwamba mafuta yapo juu. Je, sisi tunaishi vipi? Kwa sababu maisha haya tunaoishi sisi kama madereva na makondakta wa daladala, ina maana haitukizi kwa sasa. Kwa jina naitwa Zuberi Rashidi. Mimi ni dereva nakaa Nguvumali, lakini nafanya kazi kwenye gari za Tanga Amboni Mabokweni. Changamoto yetu kubwa cha kwanza kabisa ni mafuta, yamepanda kwa kasi mno. Yaani kutoka kwenye shilingi 2800 na mpaka shilingi 3867. Kwa maana lita 20 wastani wa matumizi yetu kwa sasa hapa lita 20 ni shilingi 70,000 na 7,340. Hiyo hela ni kubwa, mpaka upate hiyo shilingi 70,000 nayo ni kazi. Alafu utafuta hela tajiri ni shughuli nyingine hiyo. Alafu utafuta posho yako. Kwa hapa tunafanya kazi tunazunguka tu, lakini jioni tunatoka watupu, kwa sababu hizo posho tulikuwa tugawana tuvishaisha kwenye mafuta huko. Posho zetu tulikuwa tugawana pale zaisha kwenye mafuta. Kwa mfano unafanya kazi labda kazi 1,150, utatoa shilingi 70,000, utatoa shilingi 40,000 au 50,000 ya tajiri. Na sasa hivi tajiri pia kule vitu vinaongezeka bei, anataka ongezea hesabu. Yaani baada ya kushuka anatakiwa ongezea hesabu. Hasa sisi madereva na makondakta sisi tutakimbilia wapi? Kwa sababu sisi kinachotumiza kabisa ni mafuta. Yamepanda sana mafuta. Yaani mpaka yaani kifupi kilo chetu wote tutazungumza kila kitu, lakini kilo kikubwa ni mafuta, yamepanda bei. Kero yangu kubwa mimi ni kuhusu swala la upandaji wa mafuta. Mafuta yamepanda kwa kiasi kikubwa sana, ni kwa sababu mafuta tulikuwa tukiyanunua kwa shilingi 2,800. Sasa hivi inatugharimu tuyanunue kwa shilingi 3,800 na pointi. Sasa na swala la nauli, serikali bado imesimamia pale pale, tuchukue nauli ile ile, lakini mafuta yameongezeka ni kiasi kinakaribia shilingi 1,000. Sasa si hapa changamoto inakuja kwamba mafuta tunashindwa kuyanunua kwa nauli tunazozichukua sasa hivi. Sasa hapa inapelekea ni kwamba hizi huduma tunazozitoa labda katika jamii inakuwa ni ngumu. Tunatoa huduma katika wakati mmoja mgumu sana, sababu mafuta yamepanda na sisi tunategemea tununue mafuta ndio tuweze kusafirisha watu. Sasa mafuta yamepanda kwa 3 na shilingi 800, 4,000 kasoro. Lakini nauli ndio ile shilingi 600. Nauli hapa haikidhi kwa haya mafuta. Sasa kwamba serikali iangalie hili swala hili. Huu mzigo ni mzito kwetu sisi hapa wafanyakazi wa daladala, kwa sababu gharama ya mafuta ni kubwa. Hatutaweza kuendelea kununua mafuta haya hapa kwa nauli hapa. Sasa serikali ingetuangalia sisi hapa tujue kama tunafanyaje, kama nauli zinaongezwa au labda kama kuna jinsi nyingine itakayofanyika ni sawa, lakini kwa nauli hapa kweli haikidhi na haya mafuta. Mimi hiyo ndo kero yangu kubwa kwa sasa hivi hapa, mafuta yamepanda sana. Changamoto ya mafuta bana imekuwepo ni kubwa sana kaka. Umeona bwana? Kwa hiyo tunateseka sisi. Matajiri wao hawataki hesabu ipungue wala nini, wanataka pale pale kaka. Hebu niambie, sisi changamoto yetu yani ni kubwa, ngumu mno. Umeona? Tajiri ataka 35,000, wengine 40, hawataki kuelewa kama mkubwa. Umeona bwana ndugu yangu. Kwa hiyo hebu angalie bwana, hii hali imekuwa ni tete.